Siku za hivi karibuni tumeshuhudia uwepo wa anguko la bei hasa kwenye upande wa kakao, lakini pia tumeona malalamiko ya watu wengi sana wakidai juu ya kuahirishwa kwa mara kwa mara hasa kwa minada. Kwanza kabisa tunatamani kufahamu ni nini hasa ambacho kinapelekea anguko la bei upande wa kokoa kutoka wilaya ya Kyela. Naam, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa kifupi, si anguko la kokoa wilaya ya Kyela. Ujumla ni anguko la soko la dunia. Kwa sababu soko la dunia limeshuka. Toka hapo katikati linazidi kushuka, kipindi kinazidi kushuka kwenda chini. Kwa hiyo nataka kuweka sawa tu kwamba ni kwa dunia nzima. Sehemu yote ambapo mahala kokoa ipo, bei iko chini. Ndio. Yeah. Ni sababu gani hasa ambayo inapelekea kuanguka kwa hizi bei? Tunakumbuka Kyela ilikuwa ni zaidi ya shilingi 40,000, zaidi ya shilingi 30,000 watu wameuza kokoa zao, lakini mpaka sasa hivi tunaona mnada wa mwisho wameuza kwa bei ya shilingi 6,000. Moja kwa moja, nyakati zile tunauza kwa bei ya shilingi 32,000 pale, soko lilikuwa juu. Bei za dunia zilikuwa ni dola kwa tani, dola karibu 12,600 na kitu. Lakini kwa sasa hivi kama unavyozungumza, hata siku ya leo dola sasa hivi kwa tani moja ni 2,888. Sasa chukulia tofauti hiyo kutoka 12,600 na kitu na sasa hivi kwa dola 2,888 kwa tani. Ndio kushuka kwa bei yenyewe. Soko la dunia liko hovyo. Na moja kwa moja iliyosababisha kushuka kwa soko ni uzalishaji mkubwa katika nchi zetu za magharibi kule, Afrika Magharibi. Zimeisha kiwango kikubwa sana. Na soko limevurugwa kutokana na wanunuzi wa katika viwanda huko nchi za Ulaya wamepungua, na imepungua sana uhitaji wa kokoa. Ndio hilo linalosababisha kitu kama hicho. Ndio kuna wengine wanazungumzia swala la ubora kwamba kokoa za kwa wenzetu ikiwemo nchi ya Ghana ni bora zaidi kuliko Tanzania, hasa Kyela. Ndio maana wanunuzi wengi wanakimbilia kule. Je, kuna ukweli wowote wa hilo? La hasha. Kokoa yetu sisi huku ni organic. Hatutumii mbolea katika uzalishaji wetu. Wenzetu kule wanatumia uzalishaji na mashamba yao wanaweka hiyo na mbolea, kemikali. Sisi huku moja kwa moja na iko kwenye viwango kwamba ni organic. Kwa hiyo hilo la kusema ni bora zaidi ya kule Ghana, hapana. Ni wingi wa uzalishaji tu, lakini kwenye ubora kokoa ya kwetu ni bora zaidi. Ndio. Tumeona mara kadhaa wakulima wakitoa malalamiko yao, hasa wakijikuta wamebakiwa na mzigo lakini soko halieleweki. Kama afisa masoko, una jambo gani la kuwaambia wakulima ambao wanapitia changamoto hiyo? Ni kweli hata hapo tumewahi mara 2-3 minada ya hapo nyuma hivi karibuni, lakini imetokana na nini? Bei tunayotoa kwenye mfumo wetu wa TMX, ile bei wanunuzi wanasema iko juu zaidi. Kwa hiyo utakuta pale hata kuingia kwenye moja kwa moja katika kununua hawajitokezi. Hiyo ndio inaathiri. Kwa sababu bei zile zinakuwa mengine ziko juu, tumepanga bei ziko juu tofauti na matarajio ya wanunuzi. Kwa hiyo utakuta hajitokezi mnunuzi yeyote yule. Lakini kuna wakati nyingine wanajitokeza. Katika mnada mmoja wanaweza kujitokeza wanunuzi 2, 3 hadi 4. Kwa hiyo pale kuna ushindani mzuri sana. Labda inayotuathiri tu ni kwamba akijitokeza mnunuzi mmoja huwa hapandishi zaidi bei. Anakuwa bei hawa ile anakuwa kwenye bei ya wastani tu, anaishia pale. Ndio. Yep. Sawa, kutokana na changamoto hiyo ambayo imekuwa ikitokea mara kwa mara hasa ya kushuka kwa bei, mpango wenu kama chama cha ushirika Kyela ni upi kwa wakulima? Katikana na hilo, ukombozi wetu ni kwamba ili kuweze kumsaidia mkulima hasa wa Kyela ni kwamba ni moja kwa moja kutafuta soko la nje. Na hii tulihitaji mtaji wa kufanya biashara ili kusudi tuweze kununua kokoa moja kwa moja badala ya kumkopa mkulima. Ingiwe moja kwa moja na sisi tuingiwe kwenye ushindani ili tuweze kununua kokoa na tuweze kuuzia wanunuzi wa nje moja kwa moja. Hiyo itakuwa ndio hasa ndio tiba iliyopo ambayo chama kikuu kinajiandaa kufanya hicho, na nafikiri tunatarajia msimu ujao tunaingia katika ushindani. Ndio. Hamjafikiria kuwa na kiwanda ambacho kinaweza kikawa kinatoa kwenye malighafi kwenda kwenye bidhaa ili pia kuongeza thamani ya kokoa ya Kyela? Naam. Hiyo wakulima wanalijua hilo. Vyama vya msingi wanalijua hilo.
hata mkutano mkuu tuliofanya hivi karibuni wanalijua hilo, kwa sababu hapa moja kwa moja ili kupata bei nzuri zaidi katika kokoa iliyochakatwa ndio makusudio kabisa na lengo, na tuko kwenye mchakato wa kuanzisha kiwanda cha kuchakata kokoa hapa nchini, na nafikiri kitakuwa cha kwanza kwa upande wetu hapa. Kwa hiyo chama kikuu cha ushirika KECU kiko kwenye mchakato huo kuandaa, na tuko katika maandalizi, na si muda mrefu tutakuwa tuko tayari kuonyesha wakulima huko Kerio kinachosababisha kushuka huku tupate tiba nyingi mbadala. Ndio, katika mnada wa hii leo gharama inatarajiwa kupanda ama kushuka? Kwa leo hii tarehe 2 mwezi wa 3, bei iko chini. Hatutarajii kama kupata ile bei iliyopita. Imeshuka na nafikiri kwa faida tu tutawapelekea moja kwa moja TMX bei ambayo tutakuwa tunayo hapo kwa sasa hivi. Lakini pia kwa jicho lako la kimasoko, je, tutarajie kuona bei inashuka zaidi kulingana na hiyo changamoto ama bei inapanda? Kwa kipindi hiki tutarajie wetu kule magharibi ile stock walionayo kule sasa hivi ni kubwa mno. Mpaka kwanza kuweza kufanya shipment mpaka zikaenda nje wana matani kule. Kwa hiyo tarajio letu sisi ni kwamba kule tumuombe mwenzetu kwamba apate kutoa ule mzigo kwa bei ile iliyopo sasa hivi, lakini nao wanakwenda kidogo sana. Kwa hiyo stock iliyoko kule ni kubwa, lakini natarajia kwamba hatuwezi tukatetereka zaidi. Ndani ya miezi hii miwili tutajaribu kuwa katika sawa katika bei nzuri tutatarajia. Neno lako kwa wakulima ambao wanakutazama kupitia KLFM Digital lakini pamoja na kusikiliza kupitia Radio KLFM? Mimi ni wasive moyo, wavundike kokoa vizuri, na hii ni kwamba si pigo tu kwa kokoa ya upande huu wa Kela, hapana, ni lahasha, ni kwamba moja kwa moja hii ni sehemu yote katika uzalishaji kwa si Brazil, si Ghana, mahali popote pale bei zimeshuka, lakini wazidi kupambana. Kinachotakiwa zaidi wazidi kuvundika kokoa, wailete jinsi ilivyo kusudi tupate kuvutika, tuwavutie zaidi wateja wetu wa nje ili wapate kununua huku na wasikate tamaa. Tuendelee kulima kokoa na tuimarishe na waendelee kupanda kokoa. Asante sana. Asante, nashukuru.